Ibula 69 Sports na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati ambaye anahakikisha anakuletea leo teke michezo ambako hivi sasa yaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka Tanzania, kubwa zaidi kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara siku ya Jumapili. Dabi nyingine ya Kariakoo baada ya dabi ya kwanza kupigwa kule Zanzibar na mnyama Simba kuondoka na matokeo na kombe. Dabi hii inaenda kuwa ni dabi ya namna gani? Nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Side Champion. Uko vizuri? Niko vizuri. Uko sawa sawa? Kabisa kabisa. Saidi, tunaelekea katika dabi nyingine ya Kariakoo, dabi ya ligi kuu Tanzania bara. Tukiachana na ile kombe la Muungano ambalo mnyama Simba mpaka hivi sasa bado anatamba kuchukua kombe ama kuchukua kombe la Muungano. Tumerejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Mnyama Simba ameachwa takriban alama 5 na Young Africans. Wanaenda kukutana sasa katika dabi ambayo inaenda pengine kutoa taswira nani anaweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Unaenda kuwa ni mchezo namna gani haswa kati ya Simba na Yanga. Yanga amepoteza katika mchezo uliopita. Sasa safari hii anaingia sasa kwa Simba. Ya, kwa uzuri kwamba game zote au timu zote mbili ziko available, yani ziko standard kwa kuangalia viwango vyote vya timu mbili. Kwa mechi ya juzi, hata ile mechi ya kwanza iliyotoka sare ya bila kufungana, ilionyesha kwamba dhahiri shahiri kwamba Simba Sports walikuwa wamejiandaa kuikabili Young African kwa namna yoyote. Tukirejea kwa msimu mwaka jana tulivyokuwa tunazungumza katika interview zetu, nilizungumza kusema kwamba Simba Sports ili aweze kufikia mafanikio ni kutengeneza timu au kuandaa timu ya kuweza kumbiti kwanza mpinzani ili aweze kufikia katika level nyingine. Actually kwa Simba ilionyesha kwa mwalimu Fadlu Davis ambayo Yanga ilikuwa inapata matokeo ya 1-0 au 2-1 I think, kwa sababu ilikuwa Simba ilikuwa inaonyesha kwamba ni weak katika kila engo. Na Yanga waliweza kujipapanua vizuri katika hizo section zote kuanzia midfield, striker na fullback, japokuwa combination yao ya juu ilikuwa ina consider magoli machache. Walivyokuja kujipata vizuri, Prince Dube naye kurudi katika hali yake, Yanga Afrika ikawa bora katika hizo engo. Simba ile struggle katikati ya kiwanja, center half na namba 4 yake walikuwa wanatoa makosa ya kibinadamu days after days. Umeona hilo limepungua kwa Simba Sports kwa sasa. Inaonyesha kwamba ni wapo katika hali nzuri ya kupambana. Wachezaji wana morali, wachezaji wana hali, wako tayari kwenye kila kitu. So iko kinaenda kuonyesha kwamba ni dabi itakuwa ngumu. Kwa matokeo ya 1-0 ya dakika 120 kwa Simba Sports wanaonyesha kwamba bado wana nguvu ile ya kubit kwa dakika nyingi zaidi. Young Africans walionyesha kwamba ni bora, lakini substitution zao hazikuwa ziko perfect kwa 100%. Performance za wachezaji wengine inaonyesha benchi limewaathiri kwa kiasi kikubwa, au wanashindwa kuonyesha ile samani ya jezi ya Young Africa kuivaa. So hii mechi itaamuliwa katikati ya kiwanja kwa mtazamo wangu. Ni kiasi gani utakuwa na wabunifu wa kwenda kuifungua mechi, cause Yanga wana ukuta mgumu, hata Simba Sports pia kwa sasa wanaonesha wana ukuta mzuri kuunganishwa na Rushan De Rock na kiungo wao wa ulinzi Yusuf Kagoma. Young Africa same, Damalo, Baka, Mwamnyeto, if stuff like that, wanaonyesha kwamba hawa wako comfortable kuzuia ukiwa kwa muda mrefu, ukiwapelekea mashambulizi wana enjoy ile moment ya kuzuia kwa sababu wako flexible. So mechi itakuwa ya nguvu, mechi itakuwa ya akili, mechi itakuwa ya kimbinu zaidi. Tutaona mwalimu Fad na mwalimu Beka na mwalimu wa Yanga wataonyesha kiasi gani wataenda kuimaliza hii game, lakini kwangu katikati ya kiwanja ndio itakuwa mechi inaenda kutoa matokeo. Side, tukiangalia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa hivi sasa tangu kilivyofanya maboresho katika dirisha dogo la usajili, tumeweza kuona kuna baadhi wa nyota wameweza kuingia na kuleta hali ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Katika michezo ya hivi karibuni mnyama Simba akicheza na Young Africans, tumeona mnyama akifanya vizuri ama akijipapatua mbele ya Young Africans ambao wameonekana kuwa bora katika miaka hivi karibuni. Mwalimu Steven Becker anaenda kukutana na Young Africans ambayo imetoka kujeruhiwa kule visiwani Zanzibar. Unadhani wachezaji wa Young Africans wataingia na mentality ile ile? Hapana, by the way derby inakuwa gani derby. Hata kama tumecheza leo na kesho tucheze tena,
akili zinakuwa mbili tofauti. Hawatakuja, yani 100% hawataweza kufuatilia kile kilichopita. Sana sana watakuwa nawaza hiki kilichokopa. Na tukiendea mechi ya tarehe 3, maana yake tunaiendea finali. Ya kwa Simba ni finali, kwa Yanga ni finali pia. Maana yake Simba unapokuwa unataka kupunguza gap la alama 5, ni maana yake lazima mfunge mtani. Hilo ni moja. Pili pia, ili uwe na kikosi bora ni lazima umfunge mtani. Na la tatu na la mwisho, ili uweze kukamilisha plani yako, kwanza ni kumfunga mtani na kulichukua ligi moja kwa moja. Kwa tarehe 3 sioni kwamba nani ataingia kama underdog. By the way, Simba ndo alikuwa inabidi awe underdogs kwa sababu ametoka kufungwa mara 6 mfululizo, lakini kwa morali aliyoipata ndani ya Muungano atajiona na yeye ni giant, ana uwezo wa kumbiti Young African. Hiyo nayo inaweza ikawa ni mistake kwa Simba na kwenda kupokea kichapo kizito kama ambacho kilichotokea, lakini the same kwa Yanga, wasije wakaiona Simba iko weak kiasi hicho na mpaka kuiletea dharau au kuivunjia heshima, basi kingine kinaweza kikawa kikubwa tofauti na kile tulichokiona, kwa sababu Elbasi Gwe, Ula Chama Clatous, kimzungumzia Selemani Mwalimu, Yusuf Kagoma na kadhalika, Neo Maema, ni watu wabunifu, ni wana uwezo wa kutafuna space zilizokuwa wazi, wana uwezo wa kufanya finishing, japokuwa consistency yao ya kutengeneza nafasi na kuzitumia ni ndogo. Kwa Young Africans kwenye kufunga hatuna doubt. Pacome, Prince ukizungumzia na kadhalika, yani Yanga ndio timu ambayo ilo consider magoli mengi kwa sasa, iliyotengeneza magoli mengi, na ndio timu ambayo ilofungwa magoli machache. So ukiangalia hii balance ya mizani ya Simba na Yanga, utaona kwamba Simba ni underdog, Yanga ni favorites. So kwangu bado advantage ya Yanga kwenda kupata matokeo katika huu mchezo iko clear kabisa, ila disrespect haitakiwi katika game. Yes. Mwalimu Pedro, unadhani ataingia na mbinu gani zaidi mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba? Maana katika mchezo uliopita tulisikia kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema kocha alikosea kufanya sabu, lakini pia Haji Sande Manala alisema Young Africans wana kocha mwomba Mungu. Kwa jinsi anavyofundisha mwalimu wa Yanga, ni yeye hahitaji sana physical, bali anahitaji mentality ya mtu kichwani kwake, aone ana IQ ya kiasi gani. Mwalimu Pedro yeye anahitaji kwamba nisikufundishe mpira, bali wewe uwe tayari kucheza mpira na kuingia katika mbinu zake. Mwalimu yeye anapenda mpira direct, hataki mpira ambao labda wa mambo mengi, kwa sababu katikati ya kiwanja hana viungo wabunifu sana ambao wenye skills miguuni. Tunawazungumzia viungo wao wenye capacity na ability kubwa katikati ya kiwanja. Yani ana uwezo wa kuwa na macho huku akiwa amepokea pasi na kupiga pasi. Yani hawana mambo mengi mguuni. So manake inakulazimisha muwe direct. Kwamba tutapiga pasi 3, 4, 5 kisha tutafikia katika lengo la mpinzani ili tukaweze kushambulia. Na Yanga hiyo anaweza. Kwa mtazamo wangu naona kwamba atakubali kuwa mtu wa pili na kumwachia Simba acheze mpira. Pili, wao watakuwa wanatumia zile nafasi zilizoachwa wazi na kutafuna space zilizokuwa free kwa muda wote. Na maanisha ni kwamba ile kukabia juu au kuacha zoni mstari wa 3, Simba amiliki mpira, Yanga ikae chini kwa kusubiri mastukizo ya mipira mirefu katika hizi wide area. Hilo ndo naliona sana kwa Mwalimu Pedro. Kwa Simba watatamani kutawala mpira kwa sababu wana watu hao wa kutawala mpira, wana watu wenye skills, wana watu wa kuchezea mpira. Kwa hiyo natumai ili Yanga hawezi kupata matokeo, nafikiri atakuwa mtu wa pili kumwacha Simba dominate game na wao waweze kwenda kushambulia kwa attacking. Mchezaji gani hatari zaidi ndani ya kikosi cha Young Africans Simba wanatakiwa wamlinde kulikweli ndani ya dakika zote 90? Timu nzima. Actually huwezi kumzungumzia Pacome, uwezo wake unajulikana. Huwezi kumzungumzia Prince Dube, uwezo wake unajulikana. Okelo Sema ameonyesha katika mechi 6 assist, kufunga. Hivyo Max Zengeli hahitaji experience kwenye dabi, ameshafunga zaidi ya mara 3 mara 4. Ukimzungumzia Duki Abuya, wonder performance kwenye huu msimu. Ukiwazungumzia Bakari Nondo tokea katika timu ya taifa, anatoka mpaka anarudi sasa hivi anaonekana ni better zaidi ya masentafu wote kwa sasa ukimtoa Rushaine Delok. So
Vitu viko clear kabisa, ni kwamba huwezi kumhofia mtu mmoja Young Africa, utaihofia timu nzima. Young Africa ikiwa compact kuanzia chini katikati hadi juu, inaweza kukusurprise na ikakupa goli 5, goli 4, goli 3. Actually hilo ni kawaida. Kwa hiyo ukisema umhofie Prince peke yake, Okello atakuumiza. Ukisema umhofie Okello peke yake, Pacome atakuumiza. So Yanga everywhere, every corner, very big professional, wachezaji wako vizuri, clear na kufanya mashambulizi. So sioni nani wa kumhofia, bali kuihofia Yanga nzima. Unaiona dabi ikiwa na matokeo? Yes. Unasema bao ngapi? Actually 2-2, 2-1. 2-2, 2-1. Nani unamuona kuondoka na matokeo si? Young Africans. Unampa Young Africans? Yes, kwa michezo 6 iliyopita, tuseme 7 na huu juzi, ya Simba amefunga mara 1, Yanga ameshinda mara 6. Favorite itakuwa Yanga. Yeah. Yes, kwa sababu mwalimu Beka yeye amekuwa ameingiziwa maingizo mapya na mazuri, ni katikati ya msimu, half season. Kwa hiyo kama ni half season, manake Aula, Gilbasi, Olemba na kadhalika, ni wachezaji labda niseme I think ni 4 au 5 ndo ambao walioingizwa dirisha dogo na wanaanza, ambao na wote wanaleta mchango katika klabu. Means kwamba kama wangeanza tokea dirisha kubwa kabla ya katikati ya msimu, natumai ningesema kwa ujasiri na 100% kusema Simba anaenda kupata matokeo, lakini nakosa ujasiri huo kwa sababu Yanga iko muda mrefu, ina wachezaji wameungamana muda mrefu, ni maingizo machache yaloenda kuchomekea. Kwa Simba ni maingizo mengi ambayo yameingia katikati, so lazima niweze kuipa favorite Yanga Afrika kupata matokeo katika mchezo. Vibao vya Okello vimekuwa gumzo mjini. Actually talent, ana skills, mchezaji mzuri kwenye kutafuna nafasi, kwenye kupenetration, na kuwa na ile akili ya mpira, kwamba nikiwa na mpira wapi. Na uzuri wa Okello ni mtu ambaye hapendi kuwa na touch zaidi ya 3 au 4. Ni mchezaji ambaye anapenda ni first touch, second touch, ametoa pasi au amekevu mpira katika goli. Na huwa ni maeneo yake mazuri katika D la 18 la mpinzani. Eneo hili akiwa na run huwa na hatari. Hata kama akiwa hana mpira, mikimbio yake inamfanya aonekane ni better zaidi ambavyo tunavyofikiri. So kwa Okello, wonder performance, wonder kids. Yuko vizuri. Africans wanaingia kimkosa Mudathiri yao. It's not big issue. Sio issue sana. Damalo na Duki Abuya wanatosha. Kwa sababu katika watu wenye utajiri wa viungo na Young Africans wapo. Yes, wana viungo wengi wabunifu na wenye talent. Kwa hiyo sidhani kama Mudathiri haya anaweza ka effect game nzima kwa mtu mmoja. Ndio maana nikasema sio kumwogopa mtu mmoja Young Africa. Ni timu nzima, kwa sababu timu iko complete. Neno langu kwa mwalimu Steven Beka kuelekea katika mchezo unaofuata. Yes, kuzidi kuhamasisha wachezaji, kuwafanya wajione mabingwa, kuwafanya waingie na mentality ya kushinda, na kuwaelekeza maelekezo yake vizuri kwenye kiwanja cha mazoezi kuiendea dabi. Actually ni dabi. Kuna wachezaji wengi pale walioanza mechi ya juzi hawakucheza dabi na hawaujui utamu wa dabi wa Tanzania. Sasa hii inaenda kuchezwa kwenye ligi kuu. Nafikiri itakuwa ni bora kuliko hata tuloiona Zanzibar, kwa sababu itakuwa userious, umakini na umaliziaji yakinifu. Ukikosa hapo, maana yake utashindwa kuendana na kile ambacho ulichokiandaa. So mwalimu Beka anahitaji nguvu ya ziada. By the way, kuna wakongwe ndani ya Simba kama Klaus Chota Chama na uwezo kuwapa scenario nzima ya dabi jinsi inavyokuwa. Shomari Kapombe watawaeleza ni kiasi gani umuhimu wa dabi, na yeye kama mwalimu atawaambia kwamba ni kiasi gani kuna umuhimu wa kukusanya hizi point kuelekea kwenye ubingwa. Tumemsikia Nixon Kibabage akisema back to back. Of course, hakuna mchezaji wa Simba sio tamani kuifunga Yanga. Kama ulifungwa mara 6, either ulikuwa katika sehemu ya mchezo au ulikuwa nje ya timu, basi hakuna kitu kibaya kama kufungwa mara 6. I think anavyosema kwamba tunataka tufanye back to back. That's same Yanga alifanya hivyo. Aliweza kupata mara ya kwanza mpaka katimia 6. Kama wana timu hiyo ya kufanya hivyo, naamini back to back inawezekana pia. Shukrani sana. Asante sana.